أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Darsa yetu ya leo ni darsa ya 9 katika mfululizo wa darsa kuhusu malezi, sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an, na tumo katika kuelezea viungo vya mwanadamu vinavyomjenga mwanadamu na ambavyo vinahusika katika malezi. Tumesema ili kufahamu malezi sawa sawa, lazima ufahamu maeneo katika mwili wa mwanadamu ambayo yanahusika, na tukasema kama tutakavyoona leo hii kwamba kuna viungo vya mwanadamu vinavyopokea taarifa bila kuchuja, lakini vile vile vinaathiri tabia za mwanadamu. Sasa leo tutajitahidi insha Allah kuzungumzia ubongo na namna ambavyo Qur'ani inaelezea, lakini kabla ya kuanza nataka nisimulie kisa kidogo. Siku moja nikiwa maeneo ya Ngarenaro, gari ya abiria ilisimama, kisha akashuka mtu mbio, akawa anakimbia. Ghafla nyuma yake akashuka mtu mwingine ameshikilia kisu, na yeye akaenda mbio akimfukuza yule bwana. Watu walipoona mandhari ile wakaanza kupiga kelele na mayowe, na yule bwana aliyokuwa mbele anakimbia akiomba msaada, akipiga kelele. Bwana aliyokuwa nyuma na kisu anaendelea kumfukuza. Pembezoni mwa barabara kulikuwa kuna mtaro, na pembeni kulikuwa kuna kokoto zilizobaki za ujenzi wa barabara. Yule bwana aliyokuwa akifukuzwa akateleza katika zile kokoto, akaanguka katika mtaro. Kisha yule bwana aliyokuwa nyuma yake anamfukuza, naye akaruka akaingia katika mtaro. Watu wakazidisha kelele kwa kuona ile hatari, lakini bwana hakusita, akanyanyua kisu chake juu, akamdunga kwenye kifua chake. Damu zikaruka, watu wakazidisha kelele.
lakini yeye akatoka katika mtaro, akaanza kwenda mbio na akakitupa kile kisu. Kelele za watu zikawa mshikeni, mkamateni. Akatokomea, akaingia katika mitaa ya Ngarenaro. Lakini yule bwana aliochomwa kisu, watu wakaja wengi, wakamzingira, wakambeba, wakampakia kwenye gari lilokuwa karibu, wakampeleka hospitali. Sijui hali yake ilikuwaje na hali ya yule alokimbia ilikuwaje. Tumeelewana hicho kisa? Nani katika sisi anamuona huyo jamaa namna alivyoshuka kwenye gari? Nani katika sisi anaona namna yule alokuja nyuma yake alivyoshuka na yeye na kisu chake na kuanza kumfukuza? Nani katika sisi anaona hayo? Nani katika sisi anaona vile anavyokimbizwa? Nani katika sisi anaona namna alivyoteleza kwenye zile kokoto akaanguka kwenye mtaro? Nani katika sisi anaona jamaa namna alivyonyanyua kisu akamdunga? Naam, na ndio tunapokwenda huko. Nani katika sisi anaona namna damu ilivyoruka? Kisha bwana yule akatoka kwenye mtaro akaanza kukimbia. Nani katika sisi anaona namna alivyobebwa yule aliochomwa kisu, namna alivyobebwa na kuingizwa kwenye gari apelekwe hospitalini? Taban, majibu ya swali hili sisi sote tunaona. Mmemuona huyu jamaa, sio? Mmeona tukio lote, mmeshaliona, sio? Mmelipata. Unajua kwa nini? Ni kwa nini nilipokuwa nikisimulia kisa hiki hakijatokea? Ni kisa nimekibuni tu, lakini mmeona, sio? Unajua kwa nini mmeona? Ni kwa sababu kwanza katika maisha yenu mmeshawahi kuona mtu anayekimbia na mtu anayekimbizwa. Mmeshawahi kuona, sio? Na mzee anasema yeye mwenyewe kishakimbia, kishakimbizwa. Katika sisi tumeshawahi kuona mtu anateleza na kuanguka, hasa katika maeneo yenye kokoto hivi. Tushawahi kuona katika maisha yetu. Katika sisi tushawahi kuona mtu anachomoa kisu anamdunga mwenzake, hata kama ni katika TV, katika sinema, lakini tumeshawahi kuona. Tumeshawahi kuona damu ikiruka, ikitoka kwa kiumbe inaruka, sawa sawa ni mwanadamu au hata mnyama. Tumeshawahi kuona kisu kilicholoa damu. Tushawahi kuona namna watu wakiona hatari wanavyopiga kelele. Haya yote tumeshawahi kuyaona. Ndio maana sasa tunaposimuliwa tunachokifanya ni nini? Ni kuvuta mafaili ya vile ambavyo tunavijua, alafu tunaweka mbele, tunaona. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa huu ni msingi wa mazungumzo yetu leo, kiasi kwamba atakayechelewa pia atachelewa kuelewa huko tunapokwenda kidogo. Kwa hiyo tumekubaliana, tumeona sote, sio? Na sote tunakubaliana kwamba hatujaona kwa macho yetu, lakini tukio zima tumeliona namna vokwenda, sio? Mpaka katika fani ya manatiqa wanasema tabaduru surati shay'in fi dhihni, yani kuna katika dhihni zetu kuna picha imechora, sio? Leo tunazungumza kuhusu ubongo. Ubongo una kazi nyingi sana, nyingine hatuzijui kwa sababu sio taaluma yetu. Tunazungumza yale ambayo wenye taaluma yao wamesema, na hasa wale wanaoamini kwamba ubongo ndio akili. Kuna wanaoamini kwamba ubongo ndio akili. Baadhi ya manatiqa ni quwwatul idrak, ni zile nguvu za kuweza kujua, kutambua jambo. Pia hatuingii katika mjadala huu,
kwa sababu akili ziko aina nyingi, zimeelezwa kwenye vitabu. Tulichokieleza awali kinatosha. Lakini wataalamu wanasema huu ubongo wa mwanadamu una sehemu mbili. Wameita ni akili, wao wamesema kwa lugha ya Kiingereza mind, na mind ni akili. Sisi tutasema ubongo kwa sababu akili yenyewe kuna ikhtilafu kwamba je, akili ni ubongo au si ubongo. Sasa ubongo wa mwanadamu huwa unakuwa kuanzia nyuma kwenda mbele. Kijana mdogo kila anapokuwa ubongo wake unaendelea kukua. Wengine wanasema mpaka kufikia miaka 25, wengine wanasema 21 hapo, ili mradi anafikia ule umri wa baleghe, ubongo unaendelea kukua mpaka unafikia mahala unatimia. Sasa sehemu ya nyuma ya ubongo inaitwa akili isiyofahamu. Maana ndio huo ubongo wameita ni akili isiyofahamu. Sehemu ya mbele ni akili fahamu. Kwa hivyo kuna sehemu mbili zinafanya kazi, na sisi tunafahamu katika kazi kubwa za ubongo ni kutunza taarifa, kuhifadhi taarifa. Na kijana wa leo na mwanadamu wa leo akiambiwa vile anaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanadamu ametengeneza vyombo vya kutunza taarifa. Chip ndogo tu ina taarifa nyingi ameziweka pale. Mwanadamu ana chombo cha kutunza taarifa cha kumbukumbu, lakini kiko katika nini? Ubongo wake. Sasa jambo la msingi kufahamu hapa ni kwamba sehemu kubwa ya vitendo vyako vya kila siku, kwa 90% mpaka 95%, zinahusu akili isiyofahamu. Kiarabu wanaita al-aqlu al-la-wa'i. Al-aqlu al-la-wa'i, na al-wa'i ni kufahamu, sio? Alafu hii nyingine inaitwa al-aqlu al-wa'i, akili fahamu, yani inayofahamu. Kiingereza wanaita conscious mind na subconscious mind. Tuko pamoja mpaka hapo? Hii akili ambayo inaitwa kwamba sio fahamu ndio ambayo inahusika kwa 90% kubwa na tabia zako, kwa 90% mpaka 95%. Akili fahamu inahusika kwa 5% mpaka 10%. Kwa hiyo kwa 1% ndogo sana, kwa 1% ndogo sana. Muhimu hapa ni kuzijua tofauti za hizi akili mbili au haya mabongo mawili na namna yanavyoathiri katika maisha ya mtu na tabia zake. Ukifanya jambo lolote lile kwa kuzingatia, wanasema kurakiz maa tarkiz, kufocus, wakati ule unatumia akili yenye kufahamu. Tutoe mfano. Sisi tumewahi kuzungumza kuhusu haya katika darasa za miaka kama 9 iliyopita, lakini leo tutaongeza baadhi ya mambo kwa ajili ya aina ya wasikilizaji. Kwa mfano, ni mtu anataka kujifunza udereva. Wengine hapa hawajajifunza, lakini ukitaka kujifunza udereva, ukishaka pale katika uskani na wewe hujawahi kuendesha, utakuwa unatumia akili inayofahamu. Kwa sababu gani? Utazingatia sana, utarakiz, na mara nyingine hata ule uskano unaushika kwa nguvu sana. Na hata mtu akizungumza na wewe anamwambia usinipoteze bwana, kama vile anakutoa kwenye focusing yako, sio? Huwezi kutizama pembeni wanaopita njiani, sio? Wewe unaangalia barabara na uskano na namna gari linavyokwenda, sio? Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hiyo akili yako yote iko hadhir, umefocus, umerakiz. Kisha baada ya muda ushakuwa dereva. Unaendeshaje? Mpaka hata kwa kidole mtu anashika anaendesha, sio? Anavuta sigara huko anaendesha.
Yeye kazi yake kusalimia watu barabarani huku anaendesha, na siku hizi anazungumza na simu, mara nyingine anatuma mpaka message. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu wameshavuka marhala ya kutumia akili fahamu. Sasa anatumia al-aql al-lawai. Mafaili yalishajaa kule, anayavuta tu, anayatumia bila yeye kuhisi. Sasa ile akili inaendesha akili hii nyingine, anapeleka bila kuwa anazingatia. Huo ni mfano mmoja. Pengine mtu anasema mimi sijawahi kuendesha gari, kwa hiyo sijaelewa. Lakini baskeli umeshawahi kuendesha, sio? Namna gani ulipoanza kuendesha, ulivyokuwa unang'ang'ania ile baskeli na kutaka kubalance usianguke, mara mguu mmoja wa kulia unaoshusha chini, mara wa kushoto, kwa sababu unaona kama utaanguka, mpaka unatengeneza ile balancing, tawazun. Ikishatengenezeka, maanake tayari kazi ya akili fahamu imekwisha, unatupa faili kwenye akili isiyo fahamu. Umeelewana? Ukishatupa lile faili kule, linahifadhiwa. Sasa likija linakuendesha wewe bila kutumia akili ya kuzingatia. Tuko pamoja? Hili darasa linahitaji mifano mingi. Mfano mwingine ni swala. Mtu anapotaka kuswali kwa mara ya kwanza, kafundishwa alhamdu, kafundishwa nguzo za swala, mambo ambayo ni sunna kwenye swala, mambo ambayo ni wajibu kwenye swala, na lazima usome vizuri aya, ukisujudi useme hivi, na sajida lazima uiname mpaka mikono yako iweze kufikia kwenye magoti, vidole gumba lazima viguse chini wakati wa kusujudi, na yale mawadhi ya sujudi. Kafundishwa ile swala, alafu sasa anaingia kuitekeleza. Akiingia kuitekeleza, anafanyaje? Anakuwa makini, sio wala dhalina, anaona ameisoma sawa, mara nyingine anaweza hata kurudia. Alhamdu kaisoma vizuri, sura kaisoma vizuri, kurukui, kila kitendo anachokifanya anazingatia. Si ndio hivyo Kwa sababu ndio kwanza amepewa somo. Kwa hiyo wakati ule anatumia nini? Conscious mind, al-aqlu al-wa'i. Haya, sisi ambao tusha faulu kuswali, kazi ishakuisha ya conscious mind, lile faili tumelitupa, limeenda kwenye al-aqlu al-lawa'i. Ukiingia kwenye swala, si unaweza ukafikiria mambo yote kasoro swala? Yaani ukiwa kwenye swala unafikiria kila kitu kasoro kufikiria katika swala, lakini pia hukosei. Utasoma alhamdu, utasoma sura, utarukui, utasujudi, na utasoma kila kitu, na unamaliza swala yako. Tuko pamoja bwana? Wakati ule bila kuzingatia unaweza kuyaleta yale yote, kwa sababu lile faili kule likija sasa lina control, linaendesha na kudhibiti ile akili fahamu. Mpaka hapo tuko sawa? Haya, kuna mifano mingine mingi tutapiga. Kwa hiyo tumesema kwamba 90% mpaka 95 ya utendaji wako wa kila siku unahusu akili gani? Isiyo fahamu. Kwa sababu gani? Tangu ulipokuwa mdogo yale mafaili yalikuwa yakijaa mpaka yakatimia. Sasa wewe ni kufanya tu sehemu ndogo tu katika maisha yako, 5 mpaka 10 ndio unatumia hiyo akili fahamu. Sasa sehemu kubwa ya tabia pia inaathiriwa na hiyo akili isiyofahamu. Tabia ya akili hii nini? Tusikilizane. Ni akili jinga. Yaani ina ujinga. Ina ujinga vipi? Inapokea bila kuchuja. Yeye ikipokea inaweka tu, naweka. Ile akili isiyokuwa na fahamu yenyewe huwa inapokea kila kitu, haina uwezo wa kuchuja kinachofaa na kisichofaa. Lakini akili ile namba 1, akili fahamu, ile huwa inachuja na kufikiria na kuzingatia. Ama huku unapokea tu, unatia mafaili. Kwa hivyo kwa siku una mambo mengi sana unayatia kwenye faili la kwa siku. Maelfu ya fikra.
Kila picha unayoiona inaenda kwenye faili. Kila unachokiona wewe kinaenda kule kwenye lile faili. Kwa hiyo sifa ya kwanza ni hiyo, kwamba tabia ya ujinga, hii akili isiyofahamu. Lakini sifa ya pili, inatunza kumbukumbu nyingi, hasa kumbukumbu nyingi sana. Kumbukumbu nyingi ni kwamba wewe sasa hivi una miaka 30, 40, 50, 60, 70, unaweza kusimulia tukio la udogoni ulipokuwa mdogo, baba yako alivyokuchapa, au shuleni namna ulivyotandikwa, au tukio fulani lilitokea. Taarifa zile zipo bwana, zimehifadhiwa, unazivuta tu alafu unasimulia. Kwa hivyo linatunza, akili isiyofahamu inatunza kumbukumbu nyingi. Sijui kwa lugha sasa hivi tutasema ni GB ngapi, ni terabyte ngapi, hatujui kwa lugha ya kisasa, sio? Lakini na uwezo wa kutunza taarifa nyingi, kumbukumbu nyingi. Vile vile njia za kupeleka taarifa kule, kupeleka taarifa wapi? Kwenye akili isiyofahamu. Ni njia gani? Ni njia za kusikia, njia za kuona, njia za kugusa. Maana mtu anagusa, taarifa inakwenda kule. Umeelewana eh? Na kupeni mfano wa kugusa. Kwa mfano, mtoto mdogo ambaye yeye kwa lugha ya zamani tukisoma sisi, yeye kichwa chake ni seti tupu, haina memba. Seti tupu hajaweka chochote kwenye faili. Kwa mfano, mtoto yule hajui hatari ya moto, hajui hatari ya moto, sio? Lakini akienda akagusa sufuria ikamchoma, faili mara moja linakwenda kule. Sasa wewe mshike mkono wake, umsogeze mara ya pili kwenye sufuria, uone namna anavyotumia nguvu zake zote kukuzuia wewe. Jamani, si mmejaribu hilo? Ameshagusa moto, alikuwa hajui kama ni moto. Maana yake ni kwamba tayari kuna alama fulani kule, kuna faili fulani limeingia kule. Sasa mpeleke mara ya pili, ashike, anavuta lile faili, linamwambia hapa ukigusa utaungua. Kwa hiyo jitihada zake ni kukuzuia wewe usipeleke mkono wake kwenye moto, kwa sababu kugusa nako kunapeleka taarifa, kusikia kunapeleka taarifa, kuona tena, kuona kuna athari kubwa zaidi kuliko kusikia, kwa mujibu wa wataalamu. Ndio mara nyingi tunasema kwamba mtoto ameona nini, amesikia nini, ni mambo muhimu. Tuko pamoja? Na tabia ya hii akili isiyofahamu ni tabia ya ajabu. Inaitwa akili isiyofahamu, lakini inaweza kuendesha na kuipeleka akili fahamu. Kwa sababu sasa wewe unaendesha gari bila kuzingatia, maana yake kutumia akili fahamu. Unatumia akili isiyofahamu, subconscious mind, kwa sababu ushakuwa dereva, ushavuka kutumia nguvu kuelewa jambo. Sasa lile jambo lishaingia, linakwenda tu. Kwa hivyo kinachotawala nini? Ni subconscious mind, al-aqlu al-lawai, inakupeleka. Kwa hivyo ina uwezo wa kupeleka akili fahamu. Hiyo ni katika sifa muhimu sana tunatakiwa tuisome leo. Maamuzi ya kila siku unaoyafanya ni maamuzi ya vitu ambavyo vimo katika hii akili. Kwa mfano, niwapeni mfano. Nitakula nini mimi leo? Mimi bwana biriani bwana. Mimi bwana nataka kitu. Unajua kwa nini unasema biriani? Ni kwa sababu una taarifa kuhusu biriani. Ima taarifa au ulishawahi kula. Sasa kwa kuwa ulishawahi kula, ukaipenda, ile taarifa ilikwenda wapi? Kule. Ukifika mahali unasema hapana, yani ukisema biriani tayari ushaichora, unaivuta, kwa sababu tayari taarifa zake unazo. Utaona maisha ya kila siku unavyovifanya wewe, tafsiri yake kubwa ni kutoka faili kule, likaja mbele, likakupeleka, likakusukuma.
na linakupeleka jamaa kwa namna ambayo wewe hauhisi. Kivipi? Ni kama vile unavyoendesha gari na unavuta sigara, unatuma message, unashindwa kuelewa kwamba miguu yako inawezaje kujua breki ni wapi na nini bila hata wewe kuchungulia chini. Maana hauchumbulii chini, tayari miguu ishazoea, sio? Kanyaga kwa wale wa zamani, magari yale ya zamani, ilikuwa kule kubalance pia baina ya mafuta na gia yuko kwenye gia, lakini unaweza ukabalance. Maana ilikuwa nkazi zaidi na unakwenda bila tatizo, sio? Sasa vile vitu unavifanya bila hata kufikiria, na tabia zinazotoka katika subconscious mind, katika al-aqlu al-lawai, huenda moja kwa moja kwenye akili fahamu, na huenda ikatawala mwili, ikapeleka mwili. Unafanya bila kuhisi. Niwapeni mfano mwingine. Unakumbuka lini ulijifunza wewe Kiswahili ukakijua kwa mama yako na baba yako, hasa ikiwa ndio lugha ya kwanza? Unakumbuka ulipataje maneno mpaka umeweza kuzungumza? Haukumbuki, sio? Umejikuta tu unazungumza. Lakini jambo la kwanza ulilopata wewe ni maneno ulikuwa ukiyasikia kwa wazazi, yalikwenda kwenye ile akili, sio? Wakati wa kuyavuta we hata huna taarifa umeyavutaje yakaja. Unajikuta unakwenda mbele, unazungumza Kiswahili, ni lugha yako. Tuko pamoja? Sasa hii ni baadhi ya mifano, na nina hakika kwamba wewe sasa unaweza ukapiga mifano mingi. Unachokinusa unapata taarifa, sio? Ile taarifa unaipeleka wapi? Kwa nini hapa kisikika harufu kama ni tabani ni mwezi wa Ramadhani, sio? Lakini ni majlisi hapa, pilau imeingia, kila mtu anasema imeingia hiyo. Kasikia harufu, sio? Kwa sababu ile harufu anaijua tayari, iko kule kwenye mafaili yake, anaijua. Zamani sisi kwetu hapa makao mapya, majirani zetu tulikuwa nao jamaa wa Kiislamu pande zote. Ilikuwa watu wakitoka vijijini huko, kaenda mtu kijijini akaja na mafenesi, jirani yetu mmoja alikuwa anakuja anasema nishasikia harufu, nipeni. Yani mafenesi haya keshasikia harufu yake, ananiambia nipeni. Haya uwezo kutofautisha harufu zote hizo. Maulama wanasema kuna rangi nyingi, kuna harufu nyingi ajabu. Lakini mwanadamu anaweza akizingatia tu analitengeneza faili. Asipozingatia atashindwa, sio? Akizingatia anatengeneza faili. Hii harufu ya nanasi, harufu hii ya fenesi, harufu hii ni ya chungwa, harufu hii sijui ya kitu fulani, yote anayatuma kule. Akisikia tu anavuta faili, anaelewa. Nadhani kwa mifano hii tuko pamoja. Sasa katika maisha yetu ya kawaida pia, ukiwa na chuki na mtu, ni adui yako, kakufanyia mambo ukakasirika, akitajwa jina unamvuta yeye, sio? Tayari anakuja yeye, kwa maana ya kwamba lile faili linakuja, sio? Ukikutana naye ukimuona, unavuta faili la yale yote alokufanyia. Mtihani hapa ni kwamba unawezaje wewe yale mafaili ya nyuma yasikuathiri. Huko ndo tunapokwenda, sio? Lakini hii tabia yako ya kuchukia kwa kumuona, ni faili liko kule, kwamba mkusanyiko wa maudhi alokupa yalilimbikizana yakatengeneza faili lake. Nasema siku hizi folder, kuna folder kamili kule. Sasa unaivuta ile. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mwanadamu. Lakini pia nitakupeni mfano wa mnyama. Kwa wale wote waliosoma ualimu, teacher pale anaelewa hili, wanafundishwa katika psychology. Bwana mmoja anaitwa Pavlov. Pavlov alikuwa akifanya majaribio yake, na majaribio haya alifanya kwa mbwa. Nimewahi kudokeza hapa katika darasa hizi. Alikuwa akipiga kengele muda fulani na akimpelekea chakula mbwa kwa muda ule, mpaka mbwa likaingia lile kwenye akili yake isiyofahamu. Ikiwa anaweza kuwa na akili, ndio maana nasema ubongo, hao walikuwa wakiamini ubongo ni akili. Kuna wengine wanatengua hilo, sio? Na wanyama wote wana ubongo vile vile.
wana sehemu hiyo ya kuweka kumbukumbu. Sasa akamzoesha mpaka faili ilipokamilika, ikawa sasa anapiga kengele alafu anakwenda bila chakula. Yule mbwa hali yake ikawa ni mate kujaa katika kinywa mpaka kudondoka, kwa sababu muda wa chakula umefika, lakini chakula hakijaletwa. Sasa na wewe mate kujaa kinywani kwa sababu buffet liko pale mbele, wewe umesimama kupakua, bado hujafikia zamu yako, mate yanajaa kwenye kinywa, sio? Kwa sababu tayari ile tafsiri kwenye ubongo ya utamu wa chakula ishajaa na ikajaza mate kwenye kinywa. Sasa huu ni mfano na mifano mingi ambayo tunaiona katika maisha yetu. Tabia ya akili isiyofahamu, tusikilizane vizuri, huwa inachukua mambo hasa yakikaririwa sana, yani yakisemwa sana, inayapokea. Tumesema haina tabia ya kuchuja, haichuji. Yakikaririwa sana mambo, inapokea, inachukua. Kwa hivyo concept ya matangazo ya biashara iko hapo. Ile dhana ya matangazo ya biashara, wanasaikolojia wanatumia fursa hii. Panatajwa kinywaji mpaka kinazoeleka, kinaingia katika mafaili yale. Wewe ukienda tu dukani unasema nipe Fanta, nipe Coca-Cola, wala hujui kwa nini umeichagua, lakini kumbe tayari iko kwenye mafaili yale. Unajikuta ukienda tu dukani unasema nipe kitu fulani, nipe kitu fulani. Na katika ulimwengu wa biashara sasa hivi kuna lugha iliyozoeleka, lugha ya brand. Mtu ametengeneza brand yake, ametengeneza jina la kibiashara. Brand hasa utasema Kiswahili chapa yake, si ndio? Duniani kuna brandi za nguo maarufu sana, kuna brandi za simu maarufu sana, majina makubwa. Lakini inawezekana kabisa mfanyabiashara katika mji, katika bidhaa fulani ametengeneza brandi yake, jina lake linajulikana sana, kwamba yeye ukitaka kitu bwana nenda kwa fulani. Hivi mnajua kwamba ile brandi haina maana kwamba ile bidhaa yake ni bora, lakini ina maana kwamba ameweza kutengeneza mafaili kwenye vichwa vya watu. Ile brandi chapa kufanikiwa maana yake nini? Ni kuweza kutia mafaili kwenye subconscious mind ya watu wengi. Kwa hivyo mtu akitaka kununua nguo anasema mimi nataka nguo fulani. Sasa mfano wake zipo na bora zaidi ya zile, na bei rahisi zaidi. Lakini huyu bwana Adidas, mimi nataka Adidas, mimi nataka sijui kadha, kwa sababu ya lile jina ambalo mimi nataka Samsung, nataka Apple. Pengine pakatengenezwa chombo kizuri kuliko hivyo, lakini hakijafanikiwa kuingia katika al-aqlu al-lawai ya watu. Sasa wanaochagua hawatumii mazingatio wala kufikiria juu ya ubora wake, zaidi ni lile jina. Na siku hizi imefikia anatumia iPhone bwana, maana kama akitumia ni mtu wa klasi fulani. Kwa hivyo sasa na yeye anaona kwamba kwenye kichwa chake naandika kutumia iPhone. Kwa hiyo mtu akifanikiwa kutengeneza brand, anamiliki soko. The same kwa hata ulimwengu wetu sisi wa mashekhe na mimbari. Anaweza kuwepo mtu mpiga kelele tu sana kwamba watu wakizingatia wanajifunza nini, hakuna. Lakini ameweza kutengeneza mafaili kwenye vichwa vya watu. Kwa hivyo watu wanamsikiliza sana kwa sababu walitengeneza mafaili kwa jina lake. Lakini wakizingatia wanapata nini? Hakuna. Kwa nini wanamtaka yeye? Wanasema hawana reason behind, hawana sababu iliyokuwa nyuma ya hilo. Lakini kwamba ameshatengeneza mafaili na jina, watu wanataka wasikie habari zake. Tena tuko katika dunia, hata akiwa ni mchafu wa amali, mtu leo akikutana naye anataka tupige picha, anataka na picha pia apige naye, kwa sababu inatosha tu kuwa maarufu. Lakini hata alikuwa mchafu kiasi gani, ile siku hizi inaanza kupotea, sio? Ana jina.
Nadhani tunaelewana mpaka hapo. Sasa media kama tutakavyoona huko mbeleni ni vitu mtu anaona na kusikia. Unapotizama kwenye vyombo vya habari, hata katika social media, TikTok si ina taarifa nyingi, wewe unachukua zote unazipeleka wapi? Kwenye faili lako kule. Na unapopeleka kule, zitakapokuja hazibishi hodi. Yani wakati wa kuita mafaili ni wakati ambapo hakuna kubisha hodi, moja kwa moja zinakwenda kuathiri tabia. Ndio maana nataka turudi nyuma kwamba ulipokuwa ukiendesha gari, kwa nini ulikuwa unazingatia unaendesha tu, sio? Kwa hiyo na yenyewe tabia inaingia kwa namna hiyo hiyo bila wewe kuhisi kwamba imeingia, sasa ni sehemu katika tabia yako. Kwa hiyo wataalamu wanasema kwamba wengi ambao wameingia katika mambo ya ubaradhuli kwa maana mwanaume na mwanaume wanaoana, ushoga, mwanamke kwa mwanamke wanaoana, usagaji, ni watu waliotizama kupitia picha mpaka lile jambo likaingia katika subconscious mind zao, likakita. Akija kulitamani inakuwa si kitu cha ajabu. Kwa hivyo utazamaji wa pornography kwa wingi unakufanya wewe vile unavyoviona ujikute siku moja unavitekeleza. Jamaa, tuko pamoja? Ni swala muhimu sana tuelewe bwana, kwa sababu unaweza ukaona nimetizama tu imepita, lakini haipiti bwana, haipiti, inakwenda kuhifadhiwa mahala, kisha ikija haibishi hodi. Ndio tutakuja kuona tukijadili masala ya nature na nurture, kwamba kitendo kile ni nature ya mwanadamu au amekuwa nurtured. Kwa hivyo inakuja kuinfluence behavior zako, unajikuta sasa wewe katika utendaji ni kitu cha kawaida. Maovu yanapotajwa sana yanachochea kuwepo kwa maovu. Ndio Mungu anasema inna Allaha la yuhibbu an tashia alfahishatu. Mwenyezi Mungu hapendi maovu yaenee, yasemwe, yaonekane, yasikilizwe. Usidhani kuona tu ndio makosa. Kusikiliza sana maovu kunachochea wewe kuwa mwovu. Jizuie kusikiliza maovu sana, kwa sababu kukusikiliza sana unatengeneza mafaili yanayokwenda kwenye hiyo akili yako isiyofahamu, subconscious mind, kisha yale maovu baadaye yanakuwa ni sehemu katika vitendo vyako. Manake unaona mbona watu wote wanafanya, mbona ni jambo la kawaida, inakutuma kuona ni kitu kipo cha kawaida. Mpaka hapo tuko pamoja bwana? Tumesema kwamba darasa hii inahitajia mifano mingi sana, na akili isiyofahamu inapokea sana kwa kukaririwa. Kama tulivyosema, kitu kikaririwa sana kinaingia. Sasa kama mtu yeye anakariri sana kufanya tasbihi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yale mambo yanakwenda kwenye subconscious mind, yanatengeneza imani yake zaidi. Umeelewana? Mtu akizoea kusikiliza mziki, ndio ile mtu anasema mimi siwezi kusoma bila kusikiliza mziki bwana, kwa sababu tayari yeye amejiwekea kwamba mziki ni chombo ambacho kinampa relaxation, anaburudika na analiwazika. Lakini kuna ambaye akisikiliza mziki huo anasikia fujo, kama vile anataka kumvuruga akili yake. Sababu mimi siwezi kukaa maeneo haya bwana. Kuna maeneo ukiingia kwenye klabu hizo za wanasema klabu utajiuliza hao watu wanakaaje usiku kucha? Maana anayekaa jirani tu halali, anasikia hapa kwenye sikio yule aliyokuwa pale, lakini kwake ndio burudani. Ikizimwa anapiga kelele, washa hiyo, washeni. Mambo gani bwana turudishieni pesa zetu. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo mtu amejijengea tangu mwanzo. Ndio ujue kwamba katika media unachukua sana na unapeleka kwenye hiyo subconscious mind yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati An-Nahl aya ya 78 anasema hivi: wallahu akhrajakum
min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Mungu kakutoeni katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Shay'an ayya shay'in, ndio maana an-nakira yadullu ala al-umumi, kitu chochote hamkijui. Kwa lugha yetu ya darasa la leo tuseme mafaili yako tupu, hayana chochote. Mmezaliwa, mafaili katika mabongo yenu hayana dokumenti yoyote. Ndivyo mmezaliwa namna hiyo. Hapa duniani kitu cha kwanza mnaanza kukusanya mafaili na kujaza mafaili kwenye mabongo yenu. Kisha Mungu anasema waja'ala lakumus sam'a, akakufanyieni, akakuwekeeni masikio. Lakini kwa hakika as-sam'u hapa hajatumia neno al-udhuna, kwa sababu udhun ni kiungo, lakini kazi yake nini? Moja katika kazi yake ni kusikiliza, kwa sababu lengo hapa ni kutaka kutupeleka katika kazi hiyo. Kwa hiyo amesema as-sam'a. Kwa lugha nyingine, kifaa cha kusikilizia ndio as-sam'u. Tutasema ni sikio, lakini sikio kazi yake sio kusikiliza tu bwana, Ndio tumesema siku zile kwamba msikio hata kubalance sikio sio hii nyama tu wala hili tundu tu, na nta hizi zina kazi yake. Uchochoro huu na mnyo ulivyowekwa na kazi yake. Maeneo mapango yaliokuwa kwa ndani ambayo yana matabaka yana kazi zake, lakini hapa Mungu ana focus katika tabia ya kusikia, ambao ni moja katika nyenzo za kupeleka mafaili kule, sio? Jala lakum as-sam'a wal absara, sio macho ayunin bali al-absara, kwa sababu lengo ni kutaka kuzungumza njia nzima ya kufahamu mwanadamu. Kisha wal afida, ambao tumeisoma fuadu afida, na vifua kwa maana ya mioyo. La'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru. Kwa lugha nyingine, Mungu amekuumbeni hamna faili lolote, akakupeni nyenzo za kuweza kujaza mafaili yenu, dokumenti mbalimbali. Na faili lolote lile linahifadhiwa, lolote, hakuna ubaguzi. Lolote lile baya na zuri linahifadhiwa. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Aya hii inatuhusu huko mbeleni pia. Imam Ali katika hadithi ndefu, leo tutasoma kipande kinachotuhusu tu, anasema hivi: wa innama qalbul hadathi kal ardhil khaliya ma ulqiya fiha min shay'in qabilathu. Wa innama, kwa hakika si jingine, qalbul hadathi, moyo. Sasa moyo umetumika kwa maana ya nini hapa? Wallahu alam. Tumeshaonyesha zile ikhtilafu za matumizi ya neno moyo na akili na vyote tumeonyesha, lakini mimi ninachotaka hapa ni ile kal ardhil khaliya, ni kama ardhi tupu, haina mmea. Huyu mtoto anayekulia ndio alhadath, ni mtoto anayekulia mdogo, ndio kwanza anakulia. Imamu anasema ma ulqiya fiha min shay, chochote kitakachotupwa kwa mtoto huyu, chochote min shay'in qabilathu, kitapokelewa, atakikubali. Yani ni ardhi ambayo ukipanda mmea wa kula, umepanda mahindi, umepanda maharage yataota, lakini ukipanda na bangi pia itaota, kokeni pia zitaota. Tumeelewana? Chochote utachopanda kitamea. Yani ardhi ile haina ubaguzi, ina kabilia ya kupokea aina yoyote ile ya mbegu utakayoweka na itastawi. Maana ya hadithi hii ya Imam Ali nini? Ni kwamba mtoto anapozaliwa anaijaza mafaili kwake nani? Wale wanaomzunguka, sio? Wanayajaza kwa njia gani? Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, kwa kusikia, kwa kuona, na tunasema na njia nyingine zote zile za kugusa na nyingine, alhawasul khamsa. Anajua kitu fulani kupitia kusikia, kuona na vingine.
Akiona kwa wazazi wake anajua haya ndiyo maisha. Tumesema hapa kwamba wataalamu wa mambo ya kijamii wanasema, tulizungumza katika darasa zetu za nyuma, lau tungetolewa wote sisi watu wazima tukaachwa, watoto wa chini ya miaka 2 wakaachwa, watu wazima wakatolewa, Mungu akawaondosha akawahamisha katika ardhi hii, tukarejeshwa baada ya miaka 20, wale watoto tuliowaacha chini ya miaka 2 tutawakutaje? Si hayawani? Kwa sababu hawajapata kitu kwa mwanadamu cha kupeleka kwenye, wamepata kwa nyani, wamepata kwenye nini, upepo utawafanya wawe na tabia fulani, sio? Kama jana ulimpeleka mbio, kesho atajua namna kujizuia. Yale mazingira tuliomwachia ndio yatakayomlea, kwa sababu mwanadamu hayupo. Tuko pamoja mpaka hapo? Haya ndio maana maneno ya Imam Ali kwamba chochote kile atakachopewa atapokea. Na huko mbeleni katika hatua za malezi ya mtoto wa Kiislamu utagundua kwa nini mtoto lazima aadhiniwe, na yeye ni mdogo vile. Mtoto mdogo kabisa anaadhiniwa. Haya, anaelewa nini? Yaani mtoto mdogo unaambiwa akizaliwa tu asikie nini? Adhani. Ndio yale tunayozungumza sasa hivi. Sisi tunasema mara nyingi kwamba kuna mambo ambayo ni wajibu sisi mabinti zetu, wake zetu, wanawake wa Kiislamu tuhakikishe tunawasukuma wawe madaktari. Vijana wa Kiislamu tuwasukume wawe madaktari. Kwa sababu gani? Tunakosa vitu vingi, mbali tuna ile kwamba mwanamke atatizamwa na mtu ajnabi au atatizamwa na mwanaume, mbali na hivyo. Lakini ikiwa madaktari wote sio Waislamu, haya adhana ataadhiniwa saa ngapi? Ndio maana tunachelewa kuadhiniwa na ndio maana watoto siku hizi watukutu tu. Maana katika Kiswahili mtoto akiwa mtukutu sana, Waswahili wanasema huyu hajaadhiniwa nini? Sio kama hiyo lugha nyinyi vijana sasa hivi mmezoea kuisikia kwa wazee. Yaani ukiwa mtukutu sana, wazee wanaashumu kwamba huyu jamaa hajaadhiniwa, huyu hajaadhiniwa nini? Kwa sababu kuadhiniwa kuna athari yake vile vile, sio? Hivyo ndivyo walivyoamini kwamba hili faili namba 1 hakupewa huyu. Kwa hivyo kama mwanaume atakayekuja kumwadhinia atakuja kumuona baada ya masaa mengi, kashasikia vituko vyote, baadaye unakuja unamwadhinia wewe. Ashatolewa hospitali kapelekwa nyumbani, baba mtu ndo anaikuja. Na mara nyingine jamaa hata kuadhini pia hawezi, kanitieni ustazi amwadhinie. Kuna mambo mengine sio ya mashehe jamaa, ni ya Waislamu wote. Haya kuadhini kila siku panaadhiniwa pia huwezi. Ndio yale tunaosema kuchinja, kamuiteni ustadhi anichinjie. Hivi kwenye vitabu vya fiqh inahitajika ustadhi ndio achinje? Kuchinja jamaa. Lakini na mimi sisemi sana kwa sababu pengine ilikuwa ni moja katika njia za ajira za maustadhi. Usije kazi haribu. Kwamba ukienda kuchinja utaondoka na haki papatio, utaondoka na chochote. Sasa ukimwambia kila mmoja achinje, hali itakuwaje? Kwa hivyo kwa ujumla nadhani tumeelewana katika hili, na katika nukta muhimu sana zieleweke katika masala ya malezi. Mazoea katika jambo yanatengeneza faili linakamilika, linakwenda kwenye subconscious mind. Ukilifanya jambo mara 1, mara 2, mara 3, tumesema hapo ulipokuwa ukijifunza udereva, si umefanya mara 1, mara 2, mara 10, mara 30, sio? Faili likakamilika, likaenda wapi? Kwenye akili ile sio fahamu. Maana yake ni kwamba ukizoea jambo la kheri utatengeneza faili la kheri, ukizoea la shari utatengeneza faili la shari. Mazingira ya kuitekeleza ile shari yakiwepo, unaliita faili mara 1 unatekeleza, unajikuta ushalifanya. Mimi sijui ilikuwaje nikafanya bwana, lakini ndio umeshafanya. Tuko pamoja bwana? Kwa hili ni tatizo kubwa katika malezi. Inatakiwa ujue unatengeneza mafaili ya sampuli gani katika kichwa cha mwanao. Na suala la mazoea jamaa ni muhimu sana. Umezoea kuswali salatul jamaa, umezoea kufunga Alhamisi na Jumatatu, umezoea wewe kwamba wakati wa swala ukifika tu wewe huachi, unaswali kwa wakati. Haya mambo jizoeshe.
Na mtoto pia katika mbinu za kulelewa ni kuzoeshwa, azoeshwe baadhi ya mambo, azoeshwe baadhi ya mambo. Mimi nakupeni mfano tu wa mazoea. Sisi wote tumekulia katika nyumba za Kiislamu. Utamuona mtoto ambaye mama yake anataka kumtoroka aende sokoni. Yule mtoto hujua. Anajua vipi? Akishaona mama kavaa hijabu tu anajua kuna safari. Mkweli si kweli? Kwa sababu ya kuzoea. Kishazoea ile, akivaa hijabu tu anajua hakai mbali na mama. Kishashtuka huyu, kishafahamu, kwa sababu ya kuzoea. Kwa hiyo mazoea ya Waswahili wanasema yanajenga nini? Tabia. Yanajenga tabia. Kwa lugha yetu ya darasa, yanatengeneza faili. Lile faili linakuja moja kwa moja, linafanya kazi bila kikwazo. Imam Ali anasemaje kuhusu mazoea? Anasema alkhairu ada washarru ada fa'awidu anfusakum ala alkhair. Mambo ya khairi ni kujizoesha na mambo ya shari ni kujizoesha. Na watoto wanatakiwa azoeshwe kuvaa hijabu kabla hajavunja ungo, ili baadaye liyo jambo la kawaida. Ukitaka kuanza ukubwani utapata tabu sana. Wale ambao wanataka waanze kuvaa hijabu ukubwani wanajisahau sana. Hata akitembea kule nywele ziko nje anajisahau, mpaka umwambie bwana hujafunika nywele sawa sawa. Si tabia yake. Katika hadithi ya Imamu inasema hivi, lil'adati ala kulli insanin sultanun. Ada kwa kila mwanadamu ina utawala. Yani mazoea yanatengeneza utawala. Yanakutawala bwana. Yanakufanya wewe sasa iwe kujitoa ni kazi. Mara nyingine unakwenda kwa nani? Kwa wataalamu wa kisaikolojia wakusaidie kutoa mazoea. Ndio ile mtu anakuwa na uraibu, addiction. Na mnajua moja katika mbinu za kumtibu mtu nini? Mtu ambaye anaamini hawezi ni kutamka naweza mara kwa mara. Mnafahamu hilo? Kwamba anajaribu kutengeneza faili mpaka likamilike, likiingia ni kweli anabadilika, anaweza. Ni moja katika njia wanazo. Kwa hivyo kwa lugha ya darasa yetu ni kwamba wanakufundisha namna ya kutengeneza faili litakalofuta faili lilotangulia. Kwa vipi? Kwa kukariri kitu. Ukakisema, kwa kujizoesha kwa nguvu mpaka unafuta faili la nyuma. Ili baadaye ile ada isiwe ni ada yako. Muda umekwisha, tumeongeza muda kidogo, lakini namalizia kwa hadithi mbili hizi. Al-Imamu al-Hasani anasema hivi, al-adatu qahiratu. Ada, mazoea ni vitu vyenye nguvu, vyenye kushinda. Qahiratu. Faman i'tada ala shay'in fi sirrihi wa khalawatihi, mtu atakayezoea kitu katika siri na katika kujifaragha, katika kujificha, akazoea kitu fulani sana. Sikilizeni hadithi ya Imam Hasan hii. Mtu atakayezoea jambo kwa siri sana, akalizoea, fadhahu fi alaniyatihi wa inda almalaa, kitu kile kitamfedhehesha kwa uwazi na mbele ya watu. Maana tabia haijifichi, iko siku itaibuka tu. Nyie kwenye vyakula mnaona tu bwana, mtu mroho utamuona tu hata kama amevaa suti. Panapogaiwa chakula utamuona tu, sio? Roho inapokuwa na wahaka na nini, hata akijificha lakini roho yake inakuwa tepe tu. Sasa mtu ambaye amezoea, katika fiqh nyie vijana mnasoma al-adatu sirriya, amezoea kufanya istimnai. Istimnai ni mtu kutumia mikono yake au chombo chochote kuwa atamaliza hasira zake za kijinsia. Jambo ambalo neno lake lina kinyaa, siwezi kulitamka, sio? Mnajua mtu aliozoea tabia hii mpaka akioa, hata akapewa wake wanne, atakuwa anamwacha mkewe kitandani, anakwenda bafuni, kwa sababu ya ada na mafaida aliyotengeneza. Na watu hufikia mahala wanakwenda kutibiwa waachaje hiyo tabia, na anawake bwana pale. Kwa hivyo tuelewe hilo. Hadithi ya mwisho, ghalibu anfusakum ala tarkil adati taglibuha. Zishindisheni nafsi zenu kwa kuacha mazoea ya tabia mbaya, mtashinda. Wajahidu ahwaakum tamlikuna. Nafanyeni jitihada za kupambana na matamanio yenu, mtayamiliki, mtaweza kuyadhibiti. Leo tutakomea hapa. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq.
wa bihi nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin.